Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu latamani lakmalani ala khairi khalqillahi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine nipo mbele ya kamera za Bambara TV kwa swala moja muhimu sana, kwa sababu hija ndio hivyo. Makatib zote za hija duniani sasa hivi zimo ndani ya mbio ya kushughulika kufanikisha hija kwa mahujaji wao. Burundi haikutoka nje ya hao. Kwa hiyo baki na ile agenda yetu nyuma, kwenye clip yetu ya nyuma pale, mwisho wa kuhamisha mapesa yale ya mahujaji tarehe 1 Shaabani sawa na 20 mwezi wa kwanza 2026 mwisho. Hiyo inabaki ni hivyo. Lakini kwa faida zaidi, ihtimal wewe mwisho ni 20 mwezi wa kwanza, usiweki wewe kuwa 20 mwezi wa kwanza au 19 mwezi wa kwanza na kwenda kupeleka pesa. Uwezi peleke labda tarehe 10, tarehe 5 mwezi wa kwanza, kwa sababu kuna muda wa kuagiza yale mapesa. Unaona sura inakuwa ni hiyo. Kwa hiyo nasema kimbia, jaribu kukimbia. Kile kimenifanya kukaa mbele ya kamera za Bambara TV leo ni haya masuala mengi ambayo tumeyapokea. Nikaona kumbe acha tukae mbele ya kamera tuweke wazi haya, yanaweza kusaidia kwa mustawa ulimwenguni. Ni kwa ndugu zetu ambao wako nje ya Burundi. Simu hizo tumezipokea nyingi, wanania za kwenda kufanya ibada ya hija. Masuala yanakuja kwa sura hii: shekhe, safari yangu kutoka huku kuja Burundi inaweza kuwa hivi, na kazi zangu huku ni hivi, ikiwa hivi inakuwaje? Na hivyo masuala kama haya yamekuja huko, labda yuko Canada, yuko Amerika, yuko Belgica, yuko sehemu tofauti ulimwenguni. Swala linakuja mwingine, labda passport yangu ni hivi na vile, inakuwaje na nini mimi kushiriki msafara wa hija, na masuala mengine mengi tu. Nikapenda tufikishe haya. Ofisi ya hija sasa inakutangazia, na hilo limefanya kazi. Hija imepita na imepita kule nyuma na imepita kule nyuma, lakini sasa imeona acha iliweke rasmi kulingana na masuala yamezidi. Ndugu zetu wanania kwenda kutekeleza ibada nini? Ibada ya hija. Unaweza safiri kwenda kwenye hija kwa kutokea pale ulipo na ukakutana na sisi kwenye viwanja vya hija, na ukarudi kutoka Maka katika mji wako pale ulipotoka bila kungoja kujisumbua kuja Burundi. Hilo linawezekana. Kwa hiyo nakuwa nimerahisisha ile kutoka huko labda Germany kuja Bujumbura, kuondoka na mahujaji na kurudi Bujumbura na kupanga tena safari kurudi kazini kwako huko familia yako kule Germany. Inakuwa ina nani mzunguko. Kwa hiyo kuna khiari mbili. Kuna yule ambaye kuna maslahi kwake zaidi kuja Burundi kwa kuonana labda na familia, kuweka mambo yake sawa na hivyo na nini, tutakupokea na utaondoka na mahujaji Burundi na utarudi tena Burundi kwa kurudi kwako. Kuna yule ambaye hakuna lazima sana yeye kuja Burundi na maslahi zaidi iko kwenye nchi yake kule aliko, ndio tunakupa njia hiyo. Tumia hiyo khiari ya pili. Unaweza fanyiwa utaratibu ukaondokea pale ulipo na ukarudia pale ulipo. Passport ambayo tunapokea ni passport ya Burundi. Passport ya Burundi. Kwa passport nyingine labda mtu yuko nje, passport yake ni ya nje huko, sheria wizara ya hija dunia nzima, passport ya nchi ile mtu anaondokea hapo na ofisi ya hiyo nchi. Kama passport yako ni Canada, unaondoka na biitha ya Canada pale. Unaona? Kwa hiyo passport ya Burundi ni Mburundi, unalazimika kuwa na passport ya Burundi. Lakini passport hiyo unaifanyia tu scan vizuri, unatutumia scan, passport yako unayo huko. Sisi tunakutolea visa, tunakurushia tena kwa scan visa yako, na unafanya safari, unafanya nini? Unaondoka. Hilo ni moja. La pili ambalo ningetahadharisha, safari yako ukiifanya umeamua mimi nachukua hiyo khiari ya kuondokea hapa nilipo Belgica hapa na kwenda huko, wasiliana na katibu kwenye ofisi kwa kuweka hili sawa sawa.
kuna sheria za Wizara ya Hija, mwanzo wa mikataba yetu ya kuingia ndani ya hoteli Maka na mwisho wa mikataba yetu ya kutoka ndani ya hoteli Madina kwa kurudi nyumbani. Zingatia hicho. Unaweza kuchukua tu hilo la kwanza, acha nikabuki sasa nitazame tikiti yangu, kwa sababu mwanzo wa mahujaji kufika Saudia, sawa na tartibati hizi ambazo ndieleza, kuna vipengele humu wakasema mwanzo wizara inaanza kupokea mahujaji ni tarehe 18 mwezi wa 4 2026. Itakuwa 1 Dhulqaada. Kuna mwezi mzima mbele kwa Burundi kusema kuondoka, sio kwa hiyo tarehe. Burundi inaondoka labda 1 Dhulhijja au 30 Dhulqaada, kuna mwezi mzima. Wewe ukaona tu hivyo kwenye mitandao mwanzo wa kupokea mahujaji hivi, unabuki unakwenda, utajikuta hoteli huna, kwa sababu hoteli yetu mkataba kuingia kuna tarehe na kutoka kuna tarehe. Kwa hiyo utakosa hoteli ya kukupokea. Ndio maana nikasema wasiliana sana na nani? Wasiliana na katibu ili booking yako iingie ndani ya mikataba ya hizo hoteli. Mlango unakuwa uko wazi wewe kufunguliwa hoteli na kuingia ndani ya hoteli, kwa sababu Burundi ni hapa. Wizara itakufikisha hotelini na hoteli itakupokea vizuri sana. Utachukua kitanda chako kwa sababu umekwenda kwa wakati. Unaona, na kwa kuondoka ni hivyo. Ndio maana pana mawasiliano na nani? Mawasiliano na katibu. Kwa hiyo hilo tulipenda liweke sawa, ndugu zetu ambao wako nje walielewe hilo, kuwa kuna fursa mbadala ya mtu kuondokea pale alipo na kurudi nyumbani kwake bila kungojea kufika wapi? Kufika Burundi. Na hao wamefanya hivyo baadhi ya ndugu zetu kwenye hija hii 2025 imekwisha, 2024 wamefanya hivyo, lakini tulikuwa hatujaliweka kwa wazi hivyo. Sasa tumeamua kuliweka wazi kuwa linawezekana, lakini kwa sharti pasipoti ya wapi? Pasipoti ya Burundi. Anaweza kujiuliza mtu, Sheikh, sasa 1 Dhulqaada 18 mwezi wa 4 mwanzo wa kuingia mahujaji, kwa nini mpaka huko mfanye mpaka mwezi mzima mbele ndio muingie na nini? Ofisi inalinda maslahi pia ya ndugu zetu mahujaji. Kwanza mfuko 1 Dhulqaada, hija inaanza 8 Dhulhijja, kuna mwezi mzima na wiki mbele. Unaona, huko Saudia kazi yako ni kuswali na kurudi hotelini, kuswali na kurudi hotelini. Hoteli unailipa. Unaona, kuna mangine takalifu zingine zinakuomba, huduma zinaomba mfuko, na hivyo tukaona mahujaji wetu kulinda mifuko yao wataumia. Unaona, pia hii hoteli hawawezi kuweza kuimudu kuilipa kwa muda wa masiku yote hayo. Hilo kwanza ni moja. Alafu lakini la pili, afya yao. Umetoka mazingira, hali ya hewa hapa na kule tofauti. Unaweza kama siku hayo mengi hija haijaingia kabisa, labda kwa wiki 2 mbele ndio hija inaanza, tayari wengine wamekuwa hospitali. Afya zimekusha kataa, hali ya joto na hivyo mazingira hayakubali. Kwa sababu nini? Kaenda ile mapema sana. Kwa hiyo tukawa tunalinda hilo hivyo kwa kubuki. Kama umeamua kuchukua khiari ya kuondokea nje, wasiliana sana na ofisi yetu ikufahamishe, bana, booking ya ndege yetu kufika kule sawa na taratibu za mikataba ya hoteli ile Maka Madina ni hapa mpaka hapa. Kwa hiyo unafika, unaingia na we kule uliko, unafanya booking, inaenda ndani ya hizo tarehe. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Malipo vipi? Malipo bila shaka yatakuwa yameshuka. Ofisi imezingatia hilo, inakuachia nafasi ya wewe kukimbizana na tikiti yako kule ulipo. Hautolipa kiwango kile kinalipwa na haji wa kutokea hapa Burundi. Unakuwa unajua tike yako huko na nini hivyo. Kwa hiyo yote ni maswala, rudia kwa katibu, namba ni hizo zinapita, atakuwa amekuelewesha kwa kina zaidi. Tunasema mahujaji, Mwenyezi Mungu akurahisishieni, kimbieni sana kwa malipo yale ili tufanikishe hija yenu kwenye mazingira salama insha Allah. Allah kubarikini sana. Allah tuwezeshe kufikia tamati ya hija yetu 2026 salama. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.